Kwenye maisha kuna wakati ambapo utakutana na changamoto zinazohatarisha uwezo wako wa kuendelea kufikiri na wakuwa na furaha pia katika maisha yako. Na mara nyingi kipindi hiki tunasema ni kile kipindi ambacho mtu ana stress au ana msongo wa mawazo. Na watu wengi sana kwa kuto kujua vitu gani wavifanye kukabiliana na msongo wa mawazo na pengine kupunguza athari zinazotokana na msongo wa mawazo, wamejikuta mara nyingi wanafanya maamuzi mabaya na magumu ambayo yamegharimu maisha yao. Na wako watu wengi sana walikuwa wameanza tu kidogo na msongo wa mawazo na baadaye ukakuta wameendelea baadaye mpaka mtu anakuja baadaye anajinyonga na anapoteza maisha kwa sababu hiyo. Sasa kuna vitu ambavyo ukianza kuviishi katika maisha yako vitakusaidia kushinda ile hali ya kukaa katika stress au kukaa katika msongo wa mawazo. Na ziko hatua tatu ambazo unaweza ukazichukua kuanzia leo na sasa hivi na zikakusaidia sana. Aidha kama unapitia msongo wa mawazo sasa hivi au pengine utakapokutana na hali hiyo, vitu gani ufanye. Jambo la kwanza ni lazima ufanye maamuzi kwamba furaha yako wewe ni wajibu wako wewe mwenyewe. Moja ya kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya katika maisha yao ni kuruhusu furaha yao ishikiliwe na mtu mwingine. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na bosi wao. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mwenzi wao. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu yule mwingine akifanya kitu kidogo tu kinachowakwaza, wanapoteza kabisa furaha na wanaanza kuishi maisha ya stress. Kuna watu ambao bosi wao tu akiongea neno moja tu la kuwakatisha tamaa, wanakata tamaa, siku hiyo hawatafanya kitu chochote, wengine watalala tu, wengine watafanya kazi hata vibaya. Wengine ni mwenzi wao akifanya kitu kibaya, utakuta wanashindwa kabisa kuendelea na kile ambacho wamekifanya. Sasa moja uamuzi ambao unatakiwa ufanye kwenye maisha yako ni kwamba furaha yako ni wajibu wako wewe mwenyewe. You are the CEO of your own life. Kwa lazima uamue kwamba furaha yangu iko mikononi mwangu. Na hii imekuwa proved hata kisaikolojia. Sababu kwenye psychology wanasema 90% ya maisha yako yanatokana na wewe unavyoitikia mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Na 10% tu ndio yanategemea na vitu ambavyo watu wengine wanavifanya. Kwa hiyo kuanzia leo ningependa kwanza fanya maamuzi kwamba furaha yako haitashikiliwa na mtu mwingine. Furaha yako utaishikilia wewe mwenyewe. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kuwa nayo unapotaka kuishi maisha ambayo hayana stress kabisa ni kuhakikisha kila wakati unapopitia changamoto unajiuliza suluhisho la changamoto hii ni nini. Usiwe mtu ambaye unakimbilia kulaumu watu au usiwe mtu ambaye unakimbilia kujilaumu mwenyewe. Ukiwa mtu ambaye unalaumu watu sana au unalaumu hali mbalimbali zilizojitokeza au unajilaumu wewe mwenyewe, utakuwa ni mtu wa stress siku zote za maisha yako. Kwa kama unataka uepukane na hali ya kuishi katika stress na msongo wa mawazo, hakikisha kila wakati unajiuliza suluhisho ni nini. Fikiria, tunasema uwe na kitu kinaitwa forward thinking au future thinking. Uwe ni mtu ambaye unafikiria zaidi mbele suluhisho. Usiangalie nani amefanya au nani wa kumlaumu. Kwa hata leo kama unapitia changamoto, usiangalie watu gani wa kulaumu au uangalie kitu gani kimekusababisha ushindwe kufanya hivyo na unaanza kujijutia na kujilaumu mwenyewe na unashindwa hata kujisamehe wakati mwingine. Hapana. Kila wakati jitahidi uwe ni mtu ambaye unajaribu kujiuliza suluhisho ni nini katika hili ambalo linanikabili. Na hatua ya tatu ya muhimu sana ambao unaweza ukaitumia ili uishi maisha yasiyo na stress kabisa ni kuwa na kitu kinaitwa positive self talk. Unakuwa unajiambia maneno yanayokutia nguvu na yanayokutia hamasa. Unajua kuna kitu kimoja nitakachokuambia utashangaa sana. Katika dakika moja mwanadamu wa kawaida anajisemesha maneno kati ya 150 mpaka 300 ndani ya dakika moja. Na kwa siku unakuwa na ile self talk, mambo unayojiambia mwenyewe, karibu maneno 50,000. Swali ni kwamba huwa unajiambia maneno gani? Kwa jifunze, wakati mwingine umeshakuwa negative kiwango ambacho kila wakati hata ukisikiliza video hii wakati huu kuna kitu kinakuambia hata ufanyeje hautaweza, hata ufanyeje umeshafeli, hata ufanyeje wewe haupendwi. Unajua kuna yale maneno ambayo yanazungumza ndani yako. Sasa lazima ujifanyie kitu kinaitwa mind reprogramming. Kwa hiyo kuanzia leo jifanyie self talk. Mwanzoni utabidi useme kwa sauti tu, ujiambie unapoamka asubuhi, jiambie tu mwenyewe I'm the best, mimi ni mtu bora, mimi naenda mbali hata bila kujali leo nimefika hapa. Jiambie yale maneno mwanzoni, utaona athari yake, lakini baadaye yatakuwa ni maneno ambayo yatakuwa yanakusemesha ndani na yatajiimarisha. Kwa muda utakapoenda utajikuta ni mtu ambaye kila wakati una positive thoughts. Kwa anza leo kujifanyia mazoezi ya self talk. Je, kuna jambo lolote ambalo ungependa kujiambia? Ningependa uniambie chini kwenye video hii. Je, ni self talk gani ambayo ungependa kujiambia? Pengine kama hujiamini, jiambie kwamba mimi najiamini. Kama mimi ni mzungumzaji mzuri, mimi ni mwandishi mkubwa wa vitabu, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Jiambie self talk fulani. Ningependa kusikia pia kutoka kwako ili na mimi pia niendelee kukusaidia zaidi. Ninaamini ukifuatilia hatua hizi tatu hautaishi maisha stress kuanzia leo. See you at the top.